Hisia mseto zaibuka baada ya Watanzania kuombwa kumwombea Tundu Lissu akiwa gerezani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hali inayoonyesha mshikamano na wazidi kuimarika ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, katibu wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha mkoa wa Ilala Joel Msuya ametoa wito kwa Watanzania wote nchini kuongeza dua na mshikamano wa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, ambaye kwa sasa anakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini yanayomweka mahabusu katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa Msuya, masaibu yanayomkumba Lissu kwa sasa yanachochewa na msimamo wake thabiti wa kutetea maslahi ya wananchi, kupigania haki ya binadamu na kupinga mifumo kandamizi ya kiutawala. Ameeleza kuwa Lissu ameonyesha ujasiri wa kipekee tangu aliposhambuliwa kwa risasi zaidi ya 30 mwaka 2017, lakini akaendelea kusimama imara katika harakati zake bila kuyumbishwa na hofu ya maisha au vizingiti vya kisheria. Kwa kutumia nafasi yake kama mjumbe wa baraza kuu la Chadema, Msuya amesisitiza kuwa Watanzania wana wajibu wa kutambua Lissu si tu kama kiongozi wa kisiasa, bali kama mtu aliyetoa maisha yake kwa ajili ya ustawi wa taifa zima. Aidha, ametaka kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na haki aoneshe mshikamano kwa njia ya maombi, uungwaji mkono wa kisiasa na sauti za kidemokrasia zinazolinda haki na uhuru wa kisiasa nchini. Katika siku za hivi karibuni, taarifa kutoka kwa mawakili wake zimedokeza kuwa hali ya Lissu gerezani si ya kuridhisha. Mbali na kutengwa na familia na wafuasi wake, Lissu ameeleza kuwa anakabiliwa na vikwazo vya kiimani, ikiwemo kunyimwa fursa ya kushiriki ibada pamoja na wafungwa wengine licha ya kuomba ruhusa kwa mamlaka husika. Vilevile ameeleza kushikiliwa sehemu moja na wafungwa wa mauaji waliopatikana na hatia ya kuhukumiwa kunyongwa, hali ambayo inakiuka misingi ya haki za kisheria kwa kuwa yeye bado ni mtuhumiwa ambaye hajahukumiwa. Watetezi wa haki za binadamu nchini na nje Tanzania wameendelea kulaani mazingira ambayo anaishi kiongozi huyo gerezani, wakitaka serikali hakikishe kuwa haki zake za msingi, ikiwa ni pamoja na haki ya ibada na kuwekwa katika mazingira salama, zinalindwa ipasavyo. Wito huu wa Bavicha unakuja wakati ambapo presha ya kisiasa inapamba ameendelea kuzidi kupamba moto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakitazama kesi ya Lissu kama jaribio la kisiasa la kumwekea vikwazo kabla ya mchuano mkubwa wa kisiasa unaotarajiwa mwaka huu. Kwa ujumla, sauti kutoka kwa vijana wa Chadema na wanaharakati wengine inaendelea kuibua mjadala wa kitaifa kuhusu nafasi ya haki, uhuru wa kisiasa na heshima kwa utawala wa sheria nchini Tanzania.